na mĩrimũ ĩrĩa mwacihe ndawa Nĩngenete nĩ gũka tũtine program ya iria arĩa mekuoneka meke atĩ nĩwe ũmwe wanjĩrĩria andĩri ũcio twĩna mawega maingĩ tũngĩra shughuli zetu za kukusanya maziwa tumekuwa na changamoto, lakini serikali mara kwa mara imetusaidia, ambapo hata kwanza hii cooperative serikali itusaidia kwa mradi ikatupea coolers, na coolers ndio za muhimu kwa sisi wakulima, kwa maana yake ndio zinahakikisha ubora wa maziwa. Maziwa yanapotolewa kwa ng'ombe hali yake inaanza kuwa baya. Kwa hivyo vile inavyofika kwa vifaa kama hivi kwa haraka ndio inadumisha ubora wa hali ya juu. So hii kula tumepewa na serikali itakuwa ni njia moja ya kufikia maziwa bora kwa soko. Hii kula itatusaidia, maanake beleni maziwa yetu tulikuwa tuna cool na facility tofauti kama 3 zikiandamana. Sasa maziwa yetu kwa kiwango kikubwa itakuwa inawekwa kwa mashini moja. Hapo basi itatusaidia kupunguza gharama. Yake kama wakati msimu kama huu kila mtu anasema maziwa ni mingi, lakini maziwa ingine inapotelea kwa soko. Lakini endapo serikali ingepanga mikakati ambapo hizo hasara ingekuwa, ile maziwa ingekuwa inawekwa kwa njia ambazo maybe waweke kama powder, njia badala, hiyo maziwa inaweza kutumika kwa hapo baadaye sana. Kwa hivyo mmetufanyia serikali, na sasa tuna chakula iko na bei kubwa sana. Karibu tuache kulisha ng'ombe, mtu angusie chakula, kwa sababu hizo ziko na bei kubwa sana. Chakula iko na bei kubwa sana. Karibu tuachane na mahio. Hapa katika cooperative ya Ndarugo ambapo tumeleta kula ama bawa la kuweka baridi maziwa ya wastani wa lita 5,000. Itatusaidia sana kuhakikisha kwamba operations za dairy zimekuwa afadhali. Itakuwa tumeleta afueni kwa viongozi wa dairy hii, kwa sababu wamekuwa na install capacity about 5,000 na sasa tumefikisha 10,200. Operations zilikuwa ngumu sana hapa kufanyika hapo mbeleni, kwa sababu ukileta maziwa unahitaji labor nyingi, unahitaji stima nyingi kila wakati, kwa sababu lazima ukae ukifanya cooling. Unajua hii ni automatic, ukiset kwamba itafika iweke a certain level ya baridi, itakaa hivyo, na wakati mwingine na switch off stima, inakosa kutumia stima nyingi kwa sababu bado inaendelea kukul. Kwa hivyo itakuwa ni afueni kwa mkulima na ataongezea bei yake ya mapato, kwa sababu tumeondoa ile bei ya kufanya biashara ambayo ilikuwa prohibitive hapo mbeleni, na tunaendelea tukipunguza. Kubwa ambayo tumekuwa nayo hapa ni cost of production ambayo inaletwa na ukosefu wa mitungi, kwamba unapata gari imeenda route na haijamaliza route yote, inarudi, hiyo ni diesel inatumika. Na wakati mwingi hizo safari zikiwa nyingi, unapata hata time ya kucollect maziwa inakuwa nyingi, lakini tukuwa na kula na cans, tutaweza kufanya hiyo biashara kwa nafuu zaidi kuliko vile ilivyo sasa. Zikikuja first thing ile ya kwanza tutakuja installation ni hapa Gatundu South. Ndio mumeona tumefika hapa leo na ikula ya lita 5,000 na iko na standby generator. Stima ikienda generator ina kiki, ndio maziwa yenu isiharibike. Hii ni mradi ya serikali kusaidia wakulima wa maziwa. Kupitia serikali ya William Ruto tumenunua coolers 230 na zitaenda kwa counties karibu 40.
na tulisema tutaanzia kwanza na zile counties ziko na maziwa mingi zaidi, sana sana hizi za mlima na zile za Rift Valley, ndio tuhakikishe tusimwage maziwa na maziwa ifike kwa factory kama bado iko fresh. Program ya hizi mitungi ya maziwa inatokana na program nyingine tuko nayo, tunaita quality based payment ya wakulima wa maziwa. Tumeongea na processors na tumeanza kuimplement na wao, wakiongea na wakulima wao polepole, kuhakikisha quality ya maziwa yako ikiwa juu vizuri, ikiwa na butter fat iko juu, ikiwa na protein iko juu, ikiwa na bakteria iko chini, ile factory itakulipa shilingi ingine 10 juu ya ile unapata juu umeleta maziwa iko na quality mzuri. Sasa tumefanya pilot kwa processors 2 na ile report tunapata ni wakulima hata wanafikisha shilingi 70 kwa lita, kwa sababu hiyo high quality ndio inaenda kufanya value addition, inatengeneza butter, inatengeneza cheese, inatengeneza yogurt, na hizo zinatoka kama bei iko juu. Na wakulima wakasema wako na shida, ng'ombe ikizaa inazaa ile ng'ombe dume na wakulima wa maziwa wanaenda hasara. So kuna hii teknolojia sasa inaitwa sexed semen. Unapatiwa mbegu ya ng'ombe yako na almost 95% utapata heifer ile ya kike ndio iwazalishe maziwa. Lakini hiyo mbegu inatoka bei juu zaidi. Saa zingine tunasikia 4,000 straw moja, 7,000 straw moja, na rais akatoa amri ndio tuhakikishe tumeongeza ile maziwa tunapata huku Kenya. Akasema kutoka July 1st, na July 1st ni leo, tupunguze kutoka hiyo 8,000 ifike 1,000, hiyo ingine 7,000 serikali ilipe. And that is the presidential directive I got last Saturday, na nataka kukuambia mheshimiwa tusha implement. Sasa sexed semen ni 1,000 shillings.